Leo tunarudi nyuma kidogo katika historia ya shindano la Miss Tanzania. Wema Sepetu ndiye Miss aliyeandikwa na kujadiliwa sana na vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii, hasa katika mtindo wake wa maisha na kazi ambavyo vinaruhusu hilo kwa kiasi chake. Mashindano ya Miss Tanzania kwa mara ya kwanza yalifanyika mwaka 1967 na mrembo wa kwanza kutoa taji hilo alikuwa ni Teresa Shayo. Kisha yalisimama hadi mwaka 1994 ambapo mrembo Aina Maeda alinyakua taji hilo. Baada ya hapo kutoa taji la Miss Tanzania mwaka 2006, Wema alikwenda kushiriki mashindano ya urembo ya dunia Miss World ambayo kitaratibu wakati huo yalifanyika kule Warsaw nchini Poland. Matumaini yalikuwa makubwa kwa Wema Sepetu, ikiwa ni mwaka mmoja tangu Mtanzania mwenzie Nancy Sumari kushinda taji la Miss World Africa kwa maana ya Continental Queen of Africa, lakini Wema alishuhudia taji hilo likienda kwa Sivandria Oliveira kutokea Angola. Katika Miss Tanzania mwaka huu 2006, Joket Mwegelo ndiye alishika nafasi ya pili, huku ya tatu ikienda kwa Lisa Jensen ambaye mwaka 2012 aliteuliwa na kamati ya Miss Tanzania kupitia shindano maalum la Miss World Second Chance kushiriki Miss World. Lakini baada ya ratiba ya mashindano kubadilika na hivyo kuathiri upatikanaji wa kawaida wa Miss Tanzania kwa mwaka huo, Birgit Alfred ndiye alitoa taji akiwa na umri wa miaka 18. Baada ya kukabidhi taji la Miss Tanzania, Wema aliamua kuelekea nchini Malaysia aliposoma biashara ya kimataifa international business katika chuo kikuu cha Lim Kong Queen. Hata hivyo hakumaliza masomo yake baada ya kunogewa na uigizaji wa filamu, kitu kilichokuja kumpatia umaarufu zaidi wakati yupo Malaysia. Ndipo filamu yake ya kwanza kucheza ilipotoka A Point of No Return, akitumia jina la Dina akiwa na marehemu Stephen Charles Kanumba, king wa Bongo Movie ambaye anakumbukwa zaidi baada ya kifo chake mwaka 2012 kwa kazi nyingi zaidi alizotoa na mwanadada huyu Wema Sepetu ambaye ndiye aliyemuingizia zaidi umaarufu wakati huo, Kanumba akihusika kumpeleka Wema mjini, unaweza kusema hivyo, na ulimwengu wa filamu ukamtambua kwa kubwa zaidi Wema Sepetu pamoja na yeye Stephen Charles Kanumba. Mpaka hivi sasa tunapozungumza, malengo yamekuwa mengi kweli kweli kwa mwanadada Wema Sepetu ambaye umri tayari ushaenda, huenda mengi zaidi alishayakamilisha, lakini baadhi anataraji kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kufanya yaliyo makubwa zaidi, kutimiza malengo na ndoto ambazo amekuwa nazo. Hivi sasa tunapozungumza, Wema Sepetu tayari amepata baraka na neema ya mtoto mmoja akibarikiwa akiwa na mwanamuziki maarufu zaidi Uwozo. Mtoto tunaye na tunatamba naye, au vipi bana? Hii ilikuwa ni Nje ya Box ikisogezwa nami sauti kutoka kizazi juaji, sauti adhimu kabisa ndani na nje. Imetamba katika show nzima ya burudani, kuangalia zaidi maisha nje ya muziki, au vipi bana? Burudani ni muziki, burudani ni filamu, burudani ni lifestyle na maisha. Comment kupitia mashabiki ambazo wanakuwa wanaachia na mambo mengine kadha wa kadha. Don Wiz kutoka The Vibe Show. Sina la ziada mpaka wakati mwingine. Let's go.